Hii ni ndoto ya 3 mfululizo kuhusu mauti. Ndoto zote ndani ya usiku mmoja. Kila niliporudi kulala, niliendelea nilipoishia. Na msiba uliongezeka kutoka 1 ukawa 2 na mwishowe 3. Ndoto ya kwanza, anafariki shemeji. Nikaamka, nikarudi kulala. Ya pili ni kuhusu kifo cha mtoto wake. Nikashtuka, nikarudi kulala. Ya 3 ni kuhusu kifo cha mdogo wake shemeji. Nikashtuka, nikakaa kitandani. Ndoto 3 mfululizo kuhusu msiba kwenye nyumba ya dada. Nikaangalia muda ni saa 8 usiku. Nikajua hapa kuna jambo la kulifanyia kazi kwenye ulimwengu wa roho. Niliamka na hofu, hasa nikijua Mungu hunionyesha vitu vijavyo kwenye ndoto. Nikakaa kitandani, nikajua uzito wa ndoto hii. Nikasikia agizo moyoni mwangu kusali. Nikaanza kusali, nikikemea na kukemea na kuvunja na kusambaratisha kwa jina la Yesu. Lakini kila nilivyozidi kusali, hofu ilizidi kuongezeka. Nilikuwa nasali kuuga kama vile hivyo vitatokea kweli. Nikazidi kuomba rehema na msaada wa Mungu kama vile ibilisi akiamua anaweza kufanya kweli. Nilipangua mipango ya ibilisi, lakini hofu ilikuwa juu. Mapigo ya moyo yakienda kasi, nikiombea nyumba ya dada yangu. Katikati ya maombi, nikasikia Roho wa Mungu akinisemesha, unaomba kwa uoga au mamlaka? Hapo nikajua nilikuwa naomba kwa hofu, kama vile shetani ana mamlaka ya kuleta kifo kwenye nyumba ya dada. Kitu ndani yangu kikabadilika, nikapata ujasiri, nikaanza kuomba kwa mamlaka. Nikaamuru hakuna kilichopangwa na ibilisi kitafanikiwa. Nikatamkia ulinzi kwa familia ya dada. Nikatamkia baraka na maisha marefu kwenye familia yake. Nikatamka kuwa mipango imefichuliwa na haitofanikiwa. Muda huu nilikuwa nasali kwa ujasiri, imani na uhakika kwamba jina la Yesu ndio jina kuu lenye ushindi na mamlaka juu ya mbingu, nchi na chini ya nchi. Sikutaka utani na shetani tena. Nikamnyamazisha na kusimamia neno la Mungu juu ya ushindi wa vita zetu. Ni mara ngapi tunasali kwa hofu na uoga, kama vile shetani ana mamlaka? Lakini Roho wa Mungu anataka tusali tukijua tuna mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka na kumsambaratisha